masaa ya kiuchumi, tumia mawazo mapya kubadilisha mawazo yako. Katika maisha, hali ni ngumu kila kunapokucha. Maisha yanapoendelea kuwa mzito tu kwa sababu mahitaji yanaongezeka kuwa mengi zaidi kuliko mapato yetu ya kila siku, kila mwezi na kila mwaka. Na kusabai mtazamaji na msikilizaji, na karibu katika darubini yetu ya leo, tarehe 16 mwaka wa 2026. Tupate vidokezo. Uchaguzi shuleni, spoti. Jana kuanzia saa 8:30, wapigaji kura wa kituo cha shule cha upili cha Ridore walijitokeza kwa wingi na kupiga kura. Swali ni je, wamewachagua viongozi bora au bora viongozi? Tupatane na ripota wetu katika kaunti ya Nairobi, Bi Terian. Asante sana Bi Michelle hapo studio. Uganda walielekea debeni tarehe 16 mwezi wa kwanza 20 mwaka huu na wakachagua rais na wabunge katika vitisho. Shule ya upili ya Ridore pia ulifanya uchaguzi hapo jana, ila matokeo bado hayajatoka. Mwenyekiti wa tume kwa uchaguzi Ridore alisema matokeo yanatarajiwa kutangazwa ndani ya saa 24 baada ya uchaguzi kumalizwa. Hii ina maana ushindi lazima utapatikana baada ya 22. Jijini Washindi, usalama ulimarishwa huku magari ya kijeshi na wanajeshi wakishika doria katika barabara mbalimbali. Ungana nasi wakati wote baada ya matokeo kutangazwa. Mimi ripota wenu Terian, kwako studioni tena Bi Michelle. Ila mtazamaji wetu, siende mbali kwa kuwa tutawajuza yanayojiri baada ya matokeo kutangazwa. Imekuwa hali mgumu ambao wakati huu wanafunzi wa gredi ya 10 wanajiunga na shule ya upili. Wazazi wanalalamika sana. Ungana na ripota wetu Joseph kutoka kaunti ya Kisumu. Umaskini pamoja na hatua ya serikali kudhibiti uteuzi wa shule umeibuka kuwa sababu kuu inayofanya zaidi ya wanafunzi 800,000 wa gredi ya 10 kushindwa kuripoti katika shule walizoteuliwa. Hali hiyo ilishuhudiwa katika eneo zima, huku shule ya ngazi ya chini zikiathirika zaidi. Kuanzia kwa wanafunzi wa shule za taifa kumekuwa idadi wanaoripoti imekuwa chini sana. Shule zinazotarajia wanafunzi 100 zimepokea takriban 10 pekee. Sisi kama wana RSS tutazidi kuwajumuisha mengi kuhusu usajili wa gredi ya 10. Naam, karibuni katika shule ya Ridore, wana gredi la 10 katika mtaala wa umilisi. Spoti. Semenyo sasa amewafungia Manchester City mabao 2 baada ya kutikisa nyavu za Newcastle United katika ushindi wao wa mabao 2-0 katika nusu fainali ya Carabao Cup. Jumanne usiku, Semenyo alifunga bao 1 huku Ryan akifunga jingine. Mechi ikielekea kuisha kwenye mchuano huo wa mkondo wa kwanza. Timu hizo zitakutana tena tarehe 4 Februari ugani Etihad kwa mechi ya mkondo wa pili. Tumefika tamati ya darubini ya wiki, ila usisahau kutufuatilia katika mtandaoni RSS Darubini. Wamekuwa wanaripoti wenu Anteri Otieno J na mtangazaji wenyu mwenye haiba Otieno Michelle.